Hizi ndizo sababu ambazo zinaweza kupelekea mimba yako ikaharibika, wewe mama mjamzito. Mama mjamzito, naomba nisikilize hadi mwisho wa video hii. Kufahamu na kuelewa kuepuka hatari ya mimba kuharibika. Kuna sababu ambazo hazizuiliki, lakini kuna sababu ambazo unaweza kuzizuia ambazo zinaweza kupelekea mimba kuharibika. Sasa nisikilize mwanzo hadi mwisho. Namba 1, changamoto ya chromosome. Hii changamoto ya chromosome inaweza kutokea ndani ya yai la mwanamke, aidha ndani ya mbegu. Hapa tunasema inawezekana mbegu haikuwa sahihi, aidha yai halikuwa sahihi, kwa sababu inatokea ndani kabisa. Kwa maana hiyo inaweza kuchochea mimba kuharibika. Na hapa mimba nyingi zinaharibika ndani ya miezi mitatu ya mwanzo. Nyingi huwa zinasababishwa na hii changamoto. Hii changamoto ni kwamba hata ukifahamu kabla huwezi ukazuia. Pengine ndio maana ujauzito, mimba inayoharibika wanasema kisichoridhiki. Kwa nini? Kwa sababu hii. Lakini sababu ya pili ni kwa sababu ya maambukizi. Kama una changamoto ya maambukizi, yakiwa maambukizi ya kisonono, maambukizi ya gonorea, aidha maambukizi ya PID kwa muda mrefu, yanaweza yakapelekea mtoto akashindwa kujishikiza vizuri kwenye uterus. Kitakachotokea, hiyo mimba itaharibika. Kwa maana hiyo, kama una maambukizi, ni vyema ukayatibu mapema kabla hayajaweza kuletea athari. Sababu ya tatu ni magonjwa ya mama. Ukiachana maambukizi, magonjwa ya mama, ambapo kama mama anasumbuka na changamoto kama za sukari, hizo nimeona kwa wengi sana. Lakini namba 2, kuna changamoto za shinikizo la damu, inaweza kupelekea changamoto ya mimba kuharibika. Aidha magonjwa ya muda mrefu ya aina yote yanaweza yakaathiri afya ya mtoto, ikiwemo changamoto za HIV. Ni vema mama uwe una vipimo, unatumia dawa ili kuepuka changamoto hizi sio zikaathiri mtoto. Namba 4 ni kwa sababu ya hasa umri wa mama. Miaka 35 kwenda juu tunasema unaongeza hatari ya mimba kuharibika. Kwa hiyo mama mwenye umri wa miaka kuanzia 35 kwenda juu, kuna hatari zaidi ya mimba kuharibika, kwa sababu anaweza kupata changamoto nyingi sana ambazo zipo hatarini zaidi kumpata kwa umri huo kuliko yule ambaye ana umri mdogo.